Sasa kwa sababu ya mliambiwa kuna maji inatoboka pahali, nitaendesha hii sermon speed kama gari ya miraa. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunaomba Roho Mtakatifu aje anene na kila moja wetu, na tukiondoka hapa tuseme kweli Bwana ametutembelea. Jina lako lihimidiwe sasa na hata milele, na tunaomba haya katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, na watoto wa Bwana waseme amen, amen. Nilifurahi sana wakati ndugu yetu alisoma fungu. That's where I'm preaching from. Unaona umeanza kuwa mzee wa kanisa na kufundisha already. Title ya sermon yangu ni zaidi ya washindi, more than conquerors. Zaidi ya washindi, more than conquerors. Juma hili tumekuwa hapa na Bwana ameongea pamoja nasi. Bingu limefunguka na tumeona utukufu wa Bwana. Tumeelewa kwa sababu ya Yesu Kristo tumetoka kwa Adamu wa kwanza na tumeingia kwa Adamu wa pili. Na kwa sababu tuko ndani ya Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, tuna uzima wa milele. Na si hivyo tu, Roho Mtakatifu ameanza kuishi ndani yetu. Na kwa hivyo siku ya leo tunasema haleluya, amina kwa yote Yesu Kristo ametutendea. Ni wangapi wanasema asanti, kongoi, kongoi Jehova kwa yote ambayo umetufanyia. Jina la Bwana lifanya nini? Angalia yule mtu yuko karibu na wewe, mwambie jina la Bwana lisifiwe katika maisha yako. Nakumbuka ilikuwa Disemba mwaka wa 1984 pale Nyeri, pahali panaitwa Ruringu Stadium. Mhubiri akahubiri, akatuonyesha uzuri wa kufuata Yesu Kristo. Na wakati alifanya mwito, niliamua mimi kutoka leo kuendelea nitakuwa mwana wa Yesu. Na wakati alifanya huo mwito, alitueleza juu ya mibaraka, the blessings of following the Lord. Amani tele, rafiki who sticks closer to a brother. Tukafurahi, bingu ikafurahi, tukaondoka hapa. But what he did not tell me, which I want to tell you, kumbe wakati bingu inasifu, wanafuraha, shetani anakasirika. Wakati jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima, shetani na yeye anakuweka mark, anasema huyu nitamsumbua. Atasema huyu, I'll do everything in my power ili hii furaha ambayo isambaratike. Let me give you an illustration. Wakati Yesu Kristo alibatizwa na Roho Mtakatifu akaja juu yake, Biblia inasema wakati alienda jangwani kuomba, shetani alikuja peke yake, hakutuma mtu mwingine. He came in person to persecute our Lord Jesus Christ. Wengi wetu juma hili tumeinua mikono, tumesema tunataka kumfuata Yesu Kristo. Na nataka kuambia in advance, shetani atapanga yote awashinde. But I'm here to tell you, katika haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Sisi ni zaidi ya washindi. Nataka tuangalie fungu la, tunataka twende kwa Biblia. Tutaangalia verse 28 ambayo commissioner amesoma. Hapo ndipo nitaanza. Amina. Sasa
kuna mambo ambayo yatatendeka katika maisha yako, na wengi wetu tutafikiria Bwana ametuacha. I'm talking of Romans 8 verse 28. Lakini mambo yakiwa magumu, na yatakuwa magumu. Please listen to me. Mambo yakiwa magumu na yatakuwa magumu, kumbuka neno hili, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. In other words, shida zikija kwa maisha yako, ukiondoka hapa, usife moyo. Say, I know God is working in my life. Amen. Amen. Regardless of what you go through. Tuwe kama Ayubu wakati shida zilikuja. Ayubu alisema, though he slays me, I'll still trust in him. So whatever you go through, number one, ujue Mungu anafanya kazi ndani yako. Amen. Amen. Angalia yule mtu yuko karibu, mwambie yatakuwa magumu. Ibilisi atakupiga, lakini ujue kwa mambo yote Mungu anafanya kazi ya pekee. But let's move on. It's getting exciting. Tukienda fungu la 29, Biblia inasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Ladies and gentlemen, shida zote utapitia. Don't get discouraged. Nataka ujue hizo shida na hizo changamoto, they have one purpose, kukufanya uwe kama Yesu Kristo. Amen. 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 Wakati unasoma Yakobo 1 fungu la 2 inasema, consider it pure joy whenever you go through trials. Why? Trials zinatumiwa na Bwana to reproduce character ya Yesu Kristo ndani yetu. Kwa hivyo mambo yakiwa magumu, usilalamike, sema, Bwana, I don't like the trials, lakini I know you are at work in my life. Turn to the person next to you, mwambie ukipitia magumu, kumbuka Mungu hajakuacha. Mungu anafanya kazi yake ndani ya maisha yako, ili wewe na mimi tuwe kama nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 12 fungu la 21 inasema, unless a seed falls into the ground and dies, it remains a single seed. Kumbe experience ambazo tunapitia, tunafikiria tunakufa, kumbe Bwana anafanya kazi so that we may become more fruitful. Na ukisoma kitabu cha Yohana 15, it says, kama kuna tawi ndani yangu ambalo linataka lizae sana, what does the Lord do? Anatumia nini? Makasi. Makasi is painful, but we become more fruitful. Usilalamike sana. Sema, have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thine own will, while I am waiting, yielded and still. Amen. Kwa hivyo shida zikija kwa maisha yako, usilalamike. Kumbuka Mungu anafanya kazi ndani yako. He's molding you, he's fashioning you, ili tuwe kama wana wake Yesu Kristo. Amina. Amina.
Sasa tuendelee. Fungu la 30 inasema, na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hawa akawahesabu haki, na wale aliowahesabu haki hao akawatukuza. Listen to me. Ambia mtu sikiza pastor. Mwambie sikiza pastor, sikiza pastor. Mwambie sikiza pastor, sikiza pastor, sikiza pastor. Biblia inasema kuna wale alijua kutoka asili. Ndugu na dada, you are not an accident. God knew you before you were born. Wakati Mungu aliongea na Yeremia 1:4-5, alimwambia before you are conceived, before uzaliwe nilikujua na nikakuchagua. Angalia yule mtu yuko karibu na wewe, mwambie ulichaguliwa zamani. Ulichaguliwa zamani, ulichaguliwa zamani, ulichaguliwa zamani. You are not an accident. Ulichaguliwa zamani. Na nani? Na nani? It doesn't matter what a human being tells you. Ulichaguliwa zamani. Now follow me carefully. Ni wangapi wamejenga nyumba hapa? Ambao wamejenga nyumba, who have houses? Of course, kuna wengi hawana hiyo. Naomba Bwana awape nyumba katika jina la Yesu. Lakini ukienda kujenga nyumba, please listen to me carefully. When you understand what I'm saying, it will blow your mind. Wakati unajenga nyumba, unaona hiyo nyumba kwa mawazo yako before it becomes reality, si ndio? Unaiona wapi? Kwa mawazo. Unaenda kwa architect, unaambia architect, sikiza, ninataka nyumba ya 3 bedrooms. Unamweleza, anachora, anakuuliza, is this what you need? Unamwambia hapana, that is not what I saw. Utamwachilia mpaka when he accomplishes the house that you like. In other words, everything is created twice. First in your mind and then in reality. So what does that mean? Mungu alikuona zamani, my sister, before the foundation of the world. Yesu akajua, Mungu akajua will commit sin. Kwa hivyo Yesu was the lamb that was slain from the foundation of the world. Kwa mawazo ya Bwana. In other words, Mungu anamaliza kwanza in his mind, then he implements. Kwa hivyo kwa mawazo yake, when you read that verse, you are already complete in his mind. Mawazo yake, by the way, when you read here, inasema wale aliwaita akawahesabia haki, justified. Wale aliwahesabu haki aliwatukuza. When God looks at you, he does not look at you vile uko sasa. Anakuona ukiwa complete, blameless, umetukukika ndani ya Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Turn to the person next to you, tell them, according to God, you're already finished. You are a finished product according to God. Kwa hivyo Mungu anamaliza kwanza, kama vile tumeongea juu ya nyumba, and then you implement. So if we cooperate with the Lord, we'll become what he wants us to be, kuwa kama mwana wake Yesu Kristo. Sasa wakati Paulo alieleza hayo, na ni mambo makubwa. Jambo la kwanza, in my trials, katika shida zangu, Bwana bado anafanya kazi. Number 2, kwa macho ya Bwana, kazi in my life is already complete. I'm already complete. Paulo sasa akaanza kufurahi. Verse 31 anasema,
basi tusemeje nini juu ya hayo? Unajua kuna wakati unashikwa na furaha, unasema niseme nini? For example, wakati Yohana alikuwa anataka kuongea juu ya upendo wa Yesu Kristo, alisema behold. In other words, maneno yamefika wapi? Mwisho. Ndivyo anasema, basi tusemeje nini juu ya hayo? Akajibu, and I want you to remember these words. Akasema, Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Some other versions put it, Mungu akiwa upande wetu, ni nani atatupinga? If God is on your side and is on our side, how do we know? Aliweka deposit ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Do you remember? So if God is on your side, if God be for us, if God be for us, let me ask, if God be for us, who? Ni nani? Ni nani? Ni nani anaweza kutupinga? Ni nani aliye juu yetu? Remember, God is the most powerful being in the whole universe and is on your side. Ambia mtu aliye karibu na wewe, God is on your side. God is on your side. God is on your side. God is on your side and God is for you. That's why Daudi alisema, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Why? For thou art with me. Mungu akiwa pamoja nawe. Who? Ni nani? Ibilisi? Hapana. Watu? Hapana. Adui? Hapana. Kwa nini? God is on our side. Turn to the person next to you, mwambie, God is on your side. 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 Nitarudia hii mpaka museme amina mzuri. God is on your side. 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 Are we together? Ukiondoka hapa, when you are walking, say, God is on my side. 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 And because he's on my side, nothing, nobody can be against me. Amen. I want this truth ingie kwa mawazo yetu, kwa sababu in 2008 nilienda Congo, pahali panaitwa Goma. This is a sermon I preached, the last sermon. After that, one of the warlords came and killed most of the people. So I'm talking about reality. God is on your side. Amen. Unajua hata karibu niketi hapa, that is enough, pastor, kusema God is on my side. Na kwa sababu Mungu ako upande wangu, because he's with me, he's for me, he's with me. Who can be against us? Sasa Paulo anaendelea kueleza ili tuelewe Mungu yu upande wetu. Verse 32, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? In other words, Mungu anakwambia I'm on your side. Na wakati anakwambia on your side, unamwambia God, how do I know you are on my side? Mungu anatuambia, I will give you one proof and one proof only. I gave my son for you. I gave my son for you. Na ndugu na dada, wakati Mungu alitupa Yesu Kristo, he gave us the very best heaven could give us. Ndivyo nasema, sasa kama nimewapa Yesu, what else can I give you together with him?
Najua kuna wakati mwingine tunaenda, mtu ananyosha mkono anakwambia nisaidie, nisaidie, nisaidie. Unamwambia sina pesa, anakwambia nisaidie, nisaidie. How do you show that person you don't have money? Unaenda kwa mfuko, unafanya nini? Well, I'm not a lady, me I tell you what I do. Unamwambia angalia, sina nini? Nimetoa yate. Ladies and gentlemen, when God gave Jesus to us, he turned everything upside down. Anasema there is nothing more I can give you. And the proof that I am on your side ni kwa sababu nimewapa Yesu Kristo. Hallelujah. Turn to the person next to you, mwambie God is on your side. How do we know? He gave Jesus to us. He gave Jesus to us. Hallelujah. Basi sasa fungu la 33 anaenda kueleza, nasema ni nani? You see, watu wengi wanaogopa Bwana. He wants to show us God is on our side. 33 anasema ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? One of the things we are afraid of because we are sinners is judgment. We are afraid of accusation. Kwa hivyo anauliza, anajua kazi ya shetani ni kutushtaki. Kwa hivyo anauliza ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Anasema hakuna. Why? Mungu ndiye mwenye kuhesabu haki. Ladies and gentlemen, who can accuse you? He says nobody. Why? There's one. Our Father is the one who declares us innocent. When God looks at us, kwa sababu ya vile amefanya ndani ya Yesu Kristo, anasema nikiwaangalia sioni laama yoyote. These men, these women are righteous before me, perfect, faultless before me. And who makes that declaration? Ni Mungu. Sasa kama unaenda mahakama, jaji mwenyewe wakati evidence inaletwa anasema this person is innocent, who else can accuse you? Nobody. God is on our side. 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 God is for you. Lakini anaendelea tu. When you look at verse 4, ni nani ataye wakuhukumia adhabu? Who can condemn them? Kuwahukumia adhabu. He continues to tell us there is nobody, kwa sababu Kristo Yesu ndiye alikufa. In other words, Yesu Kristo alibeba adhabu yetu. And therefore, in the Lord Jesus Christ, ladies and gentlemen, there is nobody who can condemn us. Mnakumbuka yule mama ambaye alikuwa ameshikwa kwa usinzi? You remember that lady? Watu wamekuja, wamebeba mawe, wanataka kumuua. Lakini wakati Yesu alianza kuandika chini, Biblia inasema watu wote wakaondoka. Ndivyo Yesu akamuuliza, lady, where are your accusers? Mama akasema, there is no one to accuse me. Yesu akamwambia, neither do I condemn you. Go and sin no more. In other words, ladies and gentlemen, the good news is God solved the sin problem in Jesus Christ. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Akasema Kristo Yesu ndiye alifufuka, namu zaidi ya hayo, Kristo ndiye alikufa, namu zaidi ya hayo amefufuka kutoka kwa wafu. Ladies and gentlemen, I serve a risen Savior. He's in the world today, and because he's alive, all that power is mine in Jesus. By the way, when you read the book of Ephesians,
I read some words, they struck me. Biblia inasema nguvu ambayo Bwana anatumia ndani yako, the power that he puts on your behalf, ni ile nguvu ambayo ilifufua Yesu from the dead. That means there's so much power within you. There's power, there's power, there's wonder working power. Wakati Paulo alielezwa hii, that's why he said, I am not ashamed of the gospel, because it's the dunamis, is the dynamite, is the dunamis of God unto salvation. Ladies and gentlemen, there is power, and you're connected to that power because of Jesus Christ. Lakini hiyo haitoshi. Biblia inasema naye yuko mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu, tena ndiye anatuombea. Amko mkono wa nani? Wa kuume wa Bwana. I explained the in Christ motive. Nikawambia, when you read 1 Corinthians 1 verse 30, it is of him that you are in Christ. Mungu akatuweka ndani ya Yesu Kristo, na historia ya Yesu Kristo imekuwa historia yetu. Kwa hivyo watu wakiangalia kitabu chako, when they look at your records, unajua sisi ni wenye dhambi, si ni kweli? Tumefanya mambo mengi, lakini wakiangalia record yako, kwa sababu umemkubali Yesu Kristo, you know what is written in my record? That I was born in Nazareth, I did many things, I obeyed the law, I lived a sinless life. Why? Kwa sababu niko ndani ya Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu niko ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Niko ndani ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Yesu akaishi maisha, complete life, na kwa sababu niko ndani yake, hayo maisha ndio yanahesabiwa in my account. Yesu akafa, wakati alikufa nikafa ndani yake. I told you, wakati alifufuka nikafufuka pamoja naye. Na Yesu, he ascended, akaenda mbinguni on the right hand of God. Na kwa sababu niko ndani yake, where am I? By faith, katika mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. So ukiniona ndugu uko hapa, but by faith uko kule. Amen. Amen. Tunakuona hapa chief, lakini mnaona chief hapa, lakini kwa sababu uko ndani ya Yesu uko kule. You are there. You are there. Hallelujah. Niko wapi? 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 By faith. And that's why my praise and Lord, haste the day when my faith shall be sight. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo tuko hapa tu. Unajua, chief alinichekesha akasema, unajua, you didn't see me kwa sababu hakukuwa na vituko hapa. Kwa sababu hakukuwa na vituko hapa, these young men and women are seated in heaven with Christ. These young men, ama ninasema uongo, ni wangapi who are seated with Christ by faith? Waangalie chief. That's why hukusikia shida. Unakuja kuwasalamia tu, unawasalamia chamuke tu, wana wa Bwana, mnaendeleaje? Wanasema amina, wako ndani ya Yesu Kristo. Amen. And when you are in Christ, tukiwa kule, we have no time for monkey business with each other. That's when I date a lady, tuna urafiki na yeye, sitaenda mbele ya mipaka, because I'm seated in heaven. Are we together? I'm seated in heaven. Colossians 1 verse 3, it says, since Christ is above, set your mind on things above. Amen. Amen. Kwa sababu ya Yesu Kristo.
But that is not all. Biblia inatuambia anatuombea. Anatuombea. Now there is something that is very interesting which I like about this. Yesu ni ndugu yetu. Amen. Yesu ni ndugu yetu. Say, Jesus is my brother. Jesus is my what? Brother. Therefore nikisoma hapa, ndugu yetu Yesu Kristo is seated at the center of the universe. So we are connected. 2008 January tuliitwa mkutano wa uwakili, World Stewardship Seminar. We met all stewardship people from all over the world, Adventist, non-Adventist. Tulikuwa pamoja talking about stewardship. Nikaenda, that meeting was at a place called Abakaki in New Mexico. Wakati nilipita, passport yangu is a Kenyan passport. My passport is a Kenyan passport. I don't know about you, but I'm proudly Kenyan. Let me tell you, me, I feel very good about being Kenyan. I tell people I'm a Kenyan. Kenyans, I've worked a little bit in several African countries, but Kenyans are brilliant people. If we turned that mind, not against each other, but towards development, let me tell you, we can accomplish great things. Kenyans are brilliant. Turn to the person next to you. Are you a Kenyan? You're brilliant. Mwambie tu. Kama wewe ni Mkenya, you're brilliant. So when I gave the passport, the immigration officer called somebody, Chuck. Nauliza hii shida ni nini? Akasema there is a Kenyan here. Ninauliza nini? What is he talking about? Akasema there is a Kenyan here from the land of Obama. Let me tell you, I've never felt so proud. So wakaja haraka, oh, Obama comes from Kenya. I said yes. Akaniuliza, is your country far? Is your home far from Obama's? Nikasema is very near. No, but the truth, goja niwaulize, kutoka Kirinyaga where I come to Kogelo, si nitaenda pale na siku moja? Mtu akiwa Marekani Tukogelo na mimi nikiwa Kirinyaga Tukogelo, si ni karibu tu? My friend, wakauliza maswali ya Obama. I left that place feeling good. The president of United States is my brother. Is a Kenyan. My brother is a Kenyan, now greater than Obama. The king of the universe is our brother. We are connected. You didn't hear what I said. We are connected. We are connected. Brother Jared, I am connected. I am connected to the throne room of the universe. And because I am connected, what is there to scare me? Ni kashetani. Ni ugonjwa. Ni nini? Why? We are connected. We are connected. Tukiondoka hapa, go saying, I'm connected, I'm connected, I'm connected, I'm connected, until that truth becomes a reality. Now turn to the person next to you, tell them you're connected. Tell them you're connected, you are connected, you are connected. Mwambie uko connected. Now you need to say, I am connected. Ulisema you are connected, but sometimes katika maisha, you may have nobody to tell you are connected. I've been telling these people, the reason God gave us two hands. Kama hakuna mtu wa kukusalamia, Brother Jared, unajisalamia. The reason God gave us two lips, if there's nobody to kiss me, I kiss myself. So we must learn to tell ourselves certain truth. When there's nobody to tell us, we say, I am connected, I am connected, I am connected, I am connected. Hata karibu nimalizie hapo pastor, lakini tunamaliza, I am connected. Amen. Right at the center
of the universe, where the King of Kings and Lord of Lords goes, I have a brother who is like me. Amen. When you see my brother, you will see the scars on his hands. You will see the spear marks on his side. He's my brother. By the way, God gave Jesus to us forever. Forever. He's part of us. Do you know, ladies and gentlemen, let me tell you some good news. Tell the pastor is telling you some good news. Because Jesus is one of us, planet Earth will become the headquarters of the universe when sin is done away with. Planet Earth will become the center of the universe when sin has been eradicated. Why? Because we are connected. Because we are connected. Tell the person, I'm connected. I'm connected. I am connected. I'm connected. I am connected. I am connected. That's why when you know you're connected, young person, you want to get married, please marry somebody who is connected. You don't want to be there with a person who lives here. Two cannot walk together unless they agreed. If you're connected, get somebody who is connected. So verse 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? You see, he has laid the foundation. All things work together for the good. God gave Jesus to us. God does not change. God declares us righteous. Yesu does not condemn us. Ni ndugu yetu, anatuombea. Sasa nasema, now, ni nani atakayetutenda tutenga na upendo wa Yesu? Anauliza, je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Ni maswali yanauliza. Hata shoka, hata nini shoka. Do you know what? Hata ndugu zangu, hata mtu akinikata na shoka sasa, I am connected. His life is in me and I know I'll resurrect on the last day. So what is death? Nothing. Kwa hivyo hata shoka, lakini siyo ni shoka wakati umebebea pesa za mtu. Kama watatumia shoka, let it be because I believe in the Lord Jesus Christ and they are trying to cut my connection, not because of misbehavior. Turn to the person next to you, tell them, no misbehavior because you're connected. No misbehavior because you're connected. Ndivyo anaendelea fungu la anasema mambo mengi. Verse 35, analeta dhiki, shida, adha, njaa, uchi, hatari, upanga. Anauliza maswali, lakini anasema goja ni wajibu. Verse 37, lakini kwa mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Inasema kwa mambo haya yote sisi ni zaidi ya ushindi. Sisi ni zaidi ya nani? Ya washindi. Zaidi ya washindi. Unajua, napenda lugha ya Paulo. Ukishinda is fine. Zaidi. Unajua, kuna mtu anasema, mimi nikienda mbinguni, nikiingia tu mlango, hata kakoti kashikwe nje. As long as niko ndani, niko sawa.
Kuna ile tulikuwa tunaita high jump, mnaikumbuka? Some of you are very good kwa hiyo high jump. Unajua kuna wakati ulikuwa unaenda ukiruka tu, karibu uguze tu, watasema umeruka, lakini Paulo anasema si karibu uguze tu, unaenda juu zaidi kwa ushindi, zaidi ya ushindi. Amen. That is ours in Christ. Inasema sisi ni zaidi na zaidi ya kushinda kwa yeye ambaye alitupenda. Ladies and gentlemen, ndio Paulo anasema sasa, ngoja nimalize, anasema kwa maana nimekwisha kujua. Ngoja nirudie, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, hiyo ni shoka, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuweko in the future, wala wenye uwezo 39, wala walio juu, wala walio chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliye katika Yesu Kristo Bwana wetu. There's nothing. Nothing, say nothing. 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 Nothing, 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 nothing. I say nothing. I want to tell you nothing. Si yule boyfriend ambaye uliacha nyumbani. Nothing. Najua kunaye ataenda kwambia sasa, unajua ulienda haya, umebadilika nini. Mwambie ndugu, listen, I'm there, you are here. Come there, we can talk. Now uambie Pastor Cheluget, when you come there, he's ready to do the job. And by the way, mkiwa pale, Nairobi ni karibu tu. If I can't fly, hata Northern Rift I know how to use. Are we together? Nothing. 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 I'm saying nothing. Hakuna chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo. Do you know, ladies and gentlemen, listen. Nikishika Mungu nitachoka niachilie mkono wake, but the beauty is si mimi ninamshika, ni yeye ananishika. Yesu alisema yule ambaye amekubali akiwa in my hand, there is nothing, hakuna yeyote ambaye anaweza kumtoa mkononi mwangu. So the secret is one, ladies and gentlemen, lazima tuamue siku ya leo, we will align our lives with the Lord 100%. 100%. 100%. Nikimalizia, there's a story I gave some people here. I had this story, nilisikia kutoka kwa rafiki yangu kutoka Zambia. Akasema in a certain country there was a man who had a house. Hiyo nyumba akauza, but there was a nail on the wall. Akaambia jamani, nakuzia hii nyumba, lakini that nail is my nail. Hiyo sikuuzi. Unajua nasema, what is a nail? Unajua msumari ni nini? Ni msumari. Msumari ni msumari. Msumari ni msumari. Msumari ni msumari. A nail is a nail. A nail is a nail. Is a nail is a nail. Wakaenda wakaandikiana deal. The man moved with his family. Na walikuwa na furaha sana. New house. Unaita marafiki, wanakuja, wanasherekea. Nyumba nini? Nyumba mpya. The house is new.
Siku moja, kumbe is a country where they used to take dogs very seriously. Mbwa wa jamaa huyu akagongwa. The guy says, what am I going to do with this dog? Akaleta mbwa kwa ile nyumba, akamwambia, I have brought the dog. Anamuuliza kufanya nini? Akamwambia, in this house there is a nail. That nail belongs to me, so I've come to hang the dog there. Jamaa akaja, akaweka mbwa pale. Jamaa, no. Akamwambia, look at the agreement. The nail belongs to who? Mbwa akanuka. This guy had to run away from the house. Ladies and gentlemen, as we surrender ourselves to the Lord, let's not leave any nail belonging to the devil in our lives. Let's not leave any nail belonging to the devil in our lives. It must be total surrender. Where I say, Lord, I am totally yours today. God is on our side. He has prepared everything. Let us surrender everything to the Lord. I'm finishing now. Turn to the person. Mwambie pastor namaliza. Mwambie pastor namaliza. Mwambie pastor amemaliza. Mwambie pastor amemaliza sasa. Mwambie acha mambo mengi. Pastor amemaliza. Lakini swali ambayo pastor anauliza tukimaliza, ni wangapi wanataka kusema, Bwana, I'm surrendering my life totally to you, 100%, not 99.9%, because you know, if you give me Murusik 99.99% and you put a 0.01% of poison, it is still poison. So our surrender must be 100%.